Tugeukie sasa ya mwaka jana. Mwaka jana kusema kweli uliwashtua sana Watanzania. Ukiacha kwamba yale ambayo yametokea, pia watu kuona unaingia katika ulingo wa kisiasa na kwenda kugombea ubunge. Yalikuwa ni maamuzi ya namna gani hasa? Hapana, nilisema kwamba ningependa siku moja na mimi nije kujaribu kujenga nchi yangu. Na nilisema tangu narudi kwamba nitataka kusaidia kujenga nchi yangu kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo mzee wangu mimi alikuwa ni katibu wa CCM kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo mimi nimekulia kwenye Chama cha Mapinduzi, nilikuwa chipkizi, lakini ulipofika umri fulani nikaamua kuachana na mambo ya siasa, kwa sababu nilikuwa najua naingia kwenye ningependa kufanya kazi ya uandishi wa habari ambayo haitaegemea upande wowote katika enzi zile. Lakini kwa hiyo nikarudi na nikasema nijaribu kuingia kwenye siasa, na nikaenda nikachukua form, nikajiandikisha kwenye chama na nikachukua form. Kwa bahati mbaya au bahati nzuri, sikuweza, kura hazikuwa za kutosha. Tulikuwa wagombea 7. Nakumbuka baada ya mchujo watu karibu 28 nadhani walichukua fomu, lakini majina 7 ndio walirudi, na mimi nilimaliza nafasi ya 4. Nilipata kura 495 nadhani. Kwa mara ya kwanza kabisa. Na siasa zaidi nimezifanya kama mwandishi, na sikuzifanya siasa kama siasa za ukweli, na nimejifunza mambo mengi sana. Unajua, ukiingia katika mambo ya siasa, ukaingia ndani kabisa, siasa unaziona tofauti kabisa na unavyozitazama kwa jicho la uandishi wa habari. Kwa hiyo pamoja na kuwa sikuweza kupata kura za kutosha, lakini sasa hivi ninavyozitazama siasa za hapa nyumbani, naelewa kitu kinachozungumza, najua kitu gani kinasemwa. Moja ya vitu, sera zako ambazo zilizua kusema kwa kipindi kile kwa wagombea, ni wewe ulivyosema kwamba utatafutia watu soko la nguruwe, waweze kuuza kwa wingi na pesa waweze kupata faida. Watu wakajiuliza sana, Salim na nguruwe ni kama kitu fulani ambacho si sahihi. Ni tafsiri ya watu, kwa sababu kama ningechaguliwa ningekuwa kiongozi wa watu wote bila kujali itikadi za kidini au itikadi nyingine zozote. Na nadhani watu wanapenda sana kushadidia vitu kama hivi, unaona, kwa sababu swali lilikuwa wewe ni Muislamu na Moshi kuna watu kuna wafugaji wa nguruwe, wakikufuata na tatizo lao utawafanya nini? Kwa hiyo mimi kama ningekuwa kiongozi na ndio mwakilishi wao, nasemaje? Nasema bana, mimi achaneni na mimi, hilo halinihusu. Hapana, kwa sababu unaapa kuwa kiongozi wa kila mtu. Na niseme si mara ya kwanza kwamba jambo kama hili linatokea. Tunakumbuka miaka ya 90 nadhani, miaka 80, wakati Rais Mwinyi akiwa rais, kulitokea na mvurugano mkubwa sana kuhusiana na swala la kitimoto, na jina la mzee Ruksa lilitokea pale. Unaona kwamba ukitaka kula ng'ombe ruksa, ukitaka kula nguruwe ruksa, kwa sababu alikuwa anazungumza kama kiongozi wa wananchi ambaye anajumuisha watu wote kwa ujumla. Sasa na huo ni mtego, kwa sababu ningekwenda pale nikasema, nyinyi kama mtanichagua, lakini mimi nahakikisha kwamba masuala yenu ya nguruwe msinihusishe nayo, maana yake tayari umeshabagua. Na viongozi kadhaa wa dini yetu walikuja wakanifuata. Kuna walioniambia hilo ni sahihi, na wengine wanasema, kuna watu wengine wanakuhukumu. Na mimi niseme tu, kwa sababu na swala 5 na unatoa sadaka, kila mtu anakuona kwenye TV, hauna haki ya kumhukumu binadamu mwenzako. Hukumu inatolewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo binadamu anapoamua kukuhukumu wewe kwa sababu ya kitu ambacho umekisema au kitu ambacho umekifanya, nadhani sio kazi yake inapokuja kwenye masuala ya kiimani. Kwa hiyo kama unaona kabisa, kama unahisi kwamba nimekukwaza, basi unaniambia. Nadhani hili jambo kwangu mimi binafsi naona kama umenikwaza kutokana na imani yangu. Unaona, kuna mtu mimi mpaka leo haongei na mimi kwa sababu ya kauli ile. Lakini ndio najiuliza, hukumu nadhani inatolewa na Mwenyezi Mungu pekee, na kama ni mtu na imani na kitu kama hicho umetokea na unahukumu mtu na kusema kwamba sitokaa nizungumze na wewe, maana yake umeshatoa hukumu tayari, umechukua majukumu ambayo sio yako. Lakini
haya ni mapito, hizi ni siasa. Hizi ni siasa, tunafanya siasa, na tukiwa hatufanyi siasa tunarudi kwenye kuzungumza mambo ya uhalisia. Ilikuwa ni namna ya wewe kukuchafua kwa sababu ulivyoenda kugombea sehemu ulivyoenda kugombea watu wanasema kwamba Kikeke ni mtu wa Mbeya, Kikeke ni mtu wa huku, kana ile ilikuwa ni namna ya kukuchafua? Kulikuwa na siasa ina michezo mingi. Siasa ina michezo mingi sana, na mnapokuwa wengi kila mtu anajaribu kumharibia mwenzake. Tunaona sio Moshi peke yake. Lakini kitu kimoja niseme kwamba watu wanavyolifahamu jimbo la Moshi Vijijini ni jimbo kubwa sana. Na Moshi Vijijini sio Wachaga peke yake. Ndio hilo swali lilikuja, kwani Kikeke ni Mchaga? Mimi sio Mchaga. Unaona, nimezaliwa Moshi, nimekulia Moshi, niliishi na Mbeya kidogo. Babangu wakati anafanya kazi za Chama cha Mapinduzi alikwenda Mbeya, kwa hiyo nafikiri shule ya msingi awali nilisoma kidogo Mbeya. Lakini sasa mimi katika eneo la Moshi kuna sehemu inaitwa Tambarare, ambayo wanaishi watu ambao si Wachaga. Unaona, kuna Wachaga wanakaa mlimani, alafu kuna sehemu ya Tambarare ambayo ni sehemu ya jimbo. Kwa hiyo mimi kama mwanajimbo na kila haki ya kugombea lile jimbo. Kwa hiyo ile dhana ya kusema Kikeke sio Mchaga, hana haki ya kwenda ya kugombea jimbo la Moshi Vijijini ni dhana moja potofu sana. Kuna maeneo mengine pengine kabila moja linakuwa limetawala kwa kiasi kikubwa zaidi, lakini haimnyimi mtu haki ya kikatiba ya kwenda kugombea. Mimi naruhusiwa kugombea jimbo lolote lile hapa Tanzania. Unaona, kwa hiyo hizo zote zilikuwa siasa za kuchafuana tu. Moshi Vijijini katika kata ninayotoka mimi ni kata kubwa kuliko kata zote za Moshi Vijijini pale. Unaona, kwa hiyo na kila haki ya kuweza kuwania nafasi kama hiyo. Lakini kama nilivyosema, haya ni mambo ya siasa na tunakwenda taratibu, na watu wamepata elimu pale. Kuna watu wengi sana wamekuja kujua kwamba vijana wengi ukitaka kwenda kugombea katika nafasi kama hizi za kitaifa ni vitu gani unatizama. Mtu anaweza kuwa amezaliwa Mwanza au huko ana wasiwasi kwamba mimi siwezi kugombea hapa kwa sababu hapa sio kwetu. Hakuna kitu kama hicho. Unaona, as long as una makazi pale ndio vigezo vinasema na wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo unaweza kwenda kuonea nafasi, na ni haki ya kila mtu kuchagua na kuchaguliwa. Waziri wa habari sasa hivi Paul Makonda, Mheshimiwa Makonda, si umeona ana makazi ya Arusha, mke wake ni pale. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo vinafanyika, lakini hakuna mtu alienda kwa Makonda na kusema wewe mbona sio Mwarusha wewe. Unajua swali kama haya hayakuepo, yalikuepo kwa Kikeke tukuulize wewe kwani wewe ni Mchaga? Utaweza kula machalari? Mimi nimekula macharali bwana. Unaweza vipi kuendelea kuaminisha wale watu ambao na mimi sasa baada ya hiki Kikeke amechokifanya kwenye uandishi sasa hataweza kubalance? Hapana, na ndio maana nimesema kwamba kuna huo mstari. Unajua sisi pengine tuko nyuma kidogo, lakini katika vyombo vingine vya katika mataifa mengine yaliyoendelea kuna watu wanajulikana kabisa msimamo wao wa kisiasa, lakini unapokwenda kufanya kazi yako unafanya kazi kama professional. Unaona, ukishindwa kudhibiti jambo hilo, maana yake kuna yani kama vile unaona matundu mawili alafu unafikiri ni moja wakati unatakiwa ujue kwamba kuna tofauti kati ya matundu hayo mawili, ukiweza kutofautisha. Kwa hiyo watu wengine hawana uwezo wa kufanya jambo hilo, lakini mimi naamini na najiamini, na nimesema kabisa mimi hata mtu yeyote wa Chama cha Mapinduzi atakapokuja akanikuta mimi nikiwa mwandishi wa habari, hakutakuwa na msalia mtume, na hata mtu akija kutoka chama cha upinzani hakutakuwa na msalia mtume. Kazi yangu nitaendelea kufanya pale kwa weledi. Ndicho ambacho ni kiapo ambacho nimekula wakati nasomea uandishi wa habari. Kwa miaka mingine tunaomba uzima tu. Tunaomba uzima tu. Miaka mingine ukimaanisha nini? Kwa ajili ya jimbo kwenda kuendelea na mambo kama haya. Tutatizama, tunataka kuangalia kwa sababu hasa kwa kule Moshi Vijijini, tungependa na sisi watu wa Tambarare tuwe na jimbo letu. Kwa hiyo tutafanya mchakato na kuongea na tume ya uchaguzi tuone kama tunaweza manake tunaitwa wahamiaji, kama tunaweza na sisi tukajitawala wenyewe. Kwa hiyo tutafanya mpango tupeleke mapendekezo katika tume ya uchaguzi kama tunaweza tukagawa jimbo, manake majimbo huwa yanagawiwa, ni kitu cha kawaida kabisa. Kama tunaweza tukagawa jimbo lile likagawiwa kwamba kutokawa na upande wa Tambarare na upande wa Mlimani.
Unaona, nadhani hiyo itasaidia sana kutoa hizi pengine zinaweza kuzita siasa ambazo zinaweza zikasababisha kuleta ubaguzi na kusema kwamba huyu si wa kwetu na huyu ni wa kwetu, na wakati sisi tunachokifanya ni kujenga taifa bila kujali ukabila. Maanake ukabila tulimaliza miaka mingi sana tangu enzi za Mwalimu. Kikeke, ulikuwa ni sehemu ya mchakato kwa sababu uligombea, na hivyo uchaguzi wa mwaka 2025 kwa kuwa ukitaka utafasiri kwa lugha nyepesi, hasa ulikuwa uchaguzi wa namna gani hasa? Ulikuwa ni uchaguzi kusema kweli, kwangu mimi binafsi naweza kusema ni interesting, lakini nadhani kama tulivyozoea katika chaguzi nyingine zilizopita, kutokuwepo kwa Chadema kwenye uchaguzi kulipunguza kidogo chachu kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Nadhani kama Chadema wangekuwepo tungekuwa na uchaguzi ambao ungekuwa na msisimko zaidi, lakini kwa sababu Chadema hawakuwepo, vyama vingine vilivyosalia vilikuwepo. Ni vyama vya kisiasa, lakini tunavita vyama vidogo. Kwa hiyo chama ambacho kilikuwa kimebaki na nguvu kubwa sana pale kilikuwa Chama cha Mapinduzi, na waliweza kwa hiyo walikuwa na fursa kubwa sana ya kuweza kupata ushindi. Walifanya kampeni ngumu, mimi nakumbuka nilienda kwenye kampeni zao na nikaona, lakini kama ninavyosema, nadhani Chadema wangekuepo, uchaguzi ungekuwa wa kusisimua zaidi. Wasanii wametupiwa lawama sana katika uchaguzi huu, mpaka tunashukuru Mungu sasa hivi walau mambo yameanza kutulia. Unadhani kila ambacho wasanii walikuwa wanalaumiwa ni kweli, wanaingilia mipaka yao wasanii? Hapana, hii ni nchi huru na kila mtu ana uhuru kuna uhuru wa kusema. Najua kuna kusema bila kutukana. Unaona, kwa kuna mipaka ya aina hiyo. Lakini kwangu mimi nadhani wasanii walikuwa wakifanya kazi, walikuwa wakifanya biashara zao, lakini nadhani kikubwa kama nilivyosema ni kwa sababu ya hali nzima ya uchaguzi, kutokuwepo pengine na chama kikuu cha upinzani. Kwa hiyo wafuasi wengi wa upande wa upinzani waliona kama wako nje, na ni kweli walikuwa nje. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kuwabebesha lawama wasanii na kusema kwamba nyinyi mmetetea upande mmoja, lakini tunafahamu kabisa kwamba kuna swala la kazi na kuna swala la kuunga mkono. Kila mtu ana uhuru wa kuchagua chama anachokitaka na kukitetea, unaona. Lakini vile vile wasanii wana jukumu vile vile la kusimamia haki, unajua, kwa sababu wasanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo kupata huo mpaka ni jambo la utashi wa msanii mwenyewe. Kwa hiyo msanii akiona kabisa kwamba pengine natakiwa kuzungumzia swala hili linapokuja kwenye swala la haki, kwa mtazamo wake ana kila uhuru wa kufanya hivyo. Na kama kuna msanii ambaye anajitokeza na kusema kabisa mimi ni mwanachama na mfuasi wa chama fulani na nitakiunga mkono chama fulani, sidhani kama na yeye ana haki ya kushambuliwa na kuambiwa kwa nini unafanya hivyo, kwa sababu kila mtu ana haki ya kuchagua upande unaotaka kwenda. Kweli. Tumalize la mwisho hasa. Maandamano yamekuwa yakienea katika mataifa mengi hasa duniani, yamekuwa kifanyika sana. Sasa hivi tumeona kile ambacho kinaendelea Irani. Maandamano yamekuwa ni mengi sana na kuna madai kwamba wananchi wanapoteza maisha yao na serikali inakandamiza pia. Lakini katika hayo pia maandamano kuna nchi ambazo zinatajwa zinajaribu kushinikiza humo ndani. Tumemsikiza jana waziri wa mambo ya ndani wa Irani anasema kwamba kuna watu walilipwa pesa kuweza kufanikisha yale maandamano. Pengine hasa siasa za Irani hasa unavyotazama yale na yale maandamano. Siasa za Mashariki ya Kati kusema kweli ziko very complex, na nisingependa kwenda kwa sababu katika hali ambayo inaendelea sasa hivi, maandamano yameendelea kwa karibu siku ngapi, wiki 3 nadhani zimefika, na tunafahamu kabisa, tukiona Iran tunajua kabisa ina historia ya mapinduzi. Kwa hiyo mimi sitataka kusema upande gani uko sawa, lakini obviously Iran ina kila haki ya kutetea taifa lake, kama ambavyo Israel wana kila haki ya kujitetea. Kwa hiyo kuna siasa za ndani ambazo zinafanyika pale. Msingi kabisa madai ya yale maandamano, tunajua waandamanaji wanadai kwamba ni ugumu wa maisha. Kwa hiyo nadhani hilo ni jambo ambalo serikali inatakiwa kulisikiliza na kulitatua, lakini si ajabu
kuona kwamba mataifa ya nje yanaweza kutia mkono katika mataifa mengine, kwa sababu tunaishi katika enzi, ni kama vile tumerudi katika enzi za zamani za kutaka kunyakua mataifa mengine. Tumeona hivi karibuni kilichotokea Venezuela. Kwa hiyo ni kuwa makini. Kama malalamiko yapo, lakini malalamiko haya pia yanaweza kutumiwa kama mwanya wa watu kupenyeza ajenda nyingine. Kwa hiyo matumaini yangu ni kwamba Iran itamaliza hili salama, kwa sababu pamoja na kuwa yanayoendelea ndani, tunafahamu kabisa kwamba kuna vitu vingine, kuna mikuki mingine inatoka nje ya nchi ya Iran kutokana na jinsi ilivyokaa jiografia, kutokana na hazina yake ya uchumi wake. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kuweza kukaa na kuyachakata, na itategemea unazungumza na mchambuzi gani ambaye anaweza kukuchambulia na kukwambia hili hasa lina uhakika. Kwa hiyo hoja itajengwa kutokana na mtu ambaye anatetea hoja ambayo anaamua kuitetea, lakini kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea Iran, na huwezi kuchagua moja tu na kusema kwamba hili ndo hasa chanzo chake. Pesa yao ni kweli haina thamani. Huwezi ukitizama kwa mfano wanachokipitia sasa hivi, wanapitia katika uchumi mgumu sana, na kawaida nchi inapopitia machafuko lazima uchumi utatetereka. Kwa hiyo ni nchi ambayo ina uchumi mkubwa sana wa mafuta, lakini kitu cha kuzingatia inapokuja kwenye swala la kupanda na kushuka kwa sarafu, tunatakiwa tuwe makini sana. Kuna kupandisha na kushusha sarafu kwa udhibiti wa serikali. Wao wanaamua uchumi wao waupeleke vipi, kwa sababu kwa mfano China hawataki yuan yao iende juu sana. Inafanywa kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kutetea uchumi wao. Kwa hiyo usiangalie sarafu pengine ya nchi ukafanya ukatoa hukumu ya kusema kwamba hii nchi inapitia kipindi kigumu, lakini kuna wakati tunajua hata Marekani mwaka 2008 unakumbuka mdororo wa uchumi ulipotokea, dola ilitetereka sana. Unaona, kwa hiyo thamani yake ilishuka, lakini kwa sababu dunia yetu yote kimsingi ni kama inaendeshwa na dola. Kwa hiyo dola ikitetereka inateteresha na nchi zingine zote, lakini kuna nchi ambazo zina uwezo wa kudhibiti uchumi wake na kuwa kabisa kwamba sarafu yangu nataka ikae sehemu fulani. Okay, la mwisho kabisa ili tukaendelea na mambo mengine sasa. Maduro kuchukuliwa ndani ya nchi yake kama kiongozi ambaye yuko madarakani na rais taifa la Marekani, hasa inamaanisha nini hasa katika siasa za ulimwengu? Ni kitu ambacho inategemea pia hapa unasimama upande gani, lakini rais huru wa nchi huru kuchukuliwa na rais na taifa jingine, kusema kweli ni hali ambayo inashtusha sana, ni hali ya kushtusha sana. Na unatizama Marekani kama unaweza kufanya hivyo Venezuela unaweza kufanya hivyo katika nchi gani nyingine? Donald Trump ana hoja zake kwa nini amefanya hivyo, na kuna wananchi hata wa Venezuela wanaunga mkono hicho kilichotokea, pengine kutokana na kutokubali na jinsi Maduro alivyokuwa anaendesha ile nchi. Lakini swali lako la msingi, nadhani si jambo jema kwa nchi moja kwenda kuchukua nchi nyingine kimabavu, kwa sababu hayo ndio yalitokea katika mwaka 1886 wakati bara letu la Afrika walipokaa watu Ulaya wakaamua kugawana tu bara letu bila idhini yetu, na tukafika hapa tulipofika. Somaliland na Greenland. Unaona sasa Somaliland ni swala lingine kabisa, na Greenland ndio maana nasema kama imeweza kutokea Venezuela, maana yake Greenland, tumeona na Denmark wametoa tamko kali sana, kwa sababu kuingia Greenland maana yake unaenda kuvamia NATO, na Marekani ni NATO. Kwa hiyo sasa inaweza kujikuta mahali umekunja ngumi unajipiga wewe mwenyewe, na ni kitu ambacho si salama sana.
Kiki, kwa sababu unahitajika pia sehemu zingine, mimi nikushukuru sana kwa wakati wako na shukrani kwa interview. Asante sana, nashukuru sana. Okay, sawa. Mtazamaji, nilikuwa nazungumza na Salim Kikeke na amejaribu kutuelezea mtazamo wake katika mambo mengi tofauti, na bahati nzuri pia ameitwa huko kwenda kuzungumza na watu wengine. Kikubwa ambacho leo tukuja kuongea naye ilikuwa ni yeye kuhama rasmi kwenye kipindi cha Kasira Kikeke na kuanza kwenye kipindi kingine ambacho ni Hello Crown. Kipindi kipi ambacho kinafanyika asubuhi, lakini tumejaribu kuzungumza naye mambo mengi sana. Yeye kuingia katika lingo ya kisiasa kwa maana kugombea ubunge Moshi vijijini, na alishika nafasi ya 4, na amejaribu kuwashukuru pia kila ambacho kimetokea, na akatoa pia maoni yake, sera zake za nguruwe amejaribu kujibu hapa, ukaribu wake wa yeye na Alikiba pamoja na kufanya kazi na ukaribu wa wasanii wengine kama Diamond. Amesema hilo sio tatizo kwake. Tumejaribu pia kumgusia maoni yake kuhusiana na kila ambacho kinaendelea katika taifa la Iran, yale maandamano yanamaanisha nini hasa, yana maana gani hasa. Amejaribu kuelezea na kufafanua kwa machache ambayo pengine hasa kwa faida nadhani utakuwa umeridhika kuyasikia. Lakini pia tumegusia kuhusu kila ambacho kilitokea Venezuela, Rais Maduro, Nicolas Maduro kuchukuliwa na majeshi ya Marekani, na tukamwona Trump akizungumza vile ambavyo aliona inafaa kutokana na kila ambacho Rais Maduro alikuwa akikifanya. Lakini Kikeke amesema kwamba sio sahihi kwa sababu ni kiongozi ambaye amechaguliwa na kihalali kabisa, kwa unapoenda kumchukua ni kama uvamizi ambao umewahi kufanyika miaka mingine ambayo tulikuwa tunashuhudia viongozi wanakaa Berlin kula na mua Tanzania itaishia hapa, Kenya itaishia hapa. Kwa hiyo tunarudi kule kwa mtazamo wake amesema vile. Kwa hiyo tumejaribu kuuliza na maswali mengine mengi, lakini kutokana na wakati tumeshindwa kufanya interview kwa pana na marefu, lakini tutatafuta wakati mwingine pia tuje tumuulize, kwa sababu Kikeke ni familia yetu. Nadhani haya yote maswali ambayo ulikopo nayo tutamtafuta na ataweza kuyajibu. Mimi naitwa Victor Madaha, bianza kamera ulikopo Riziki bwana. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye umetutazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Bongo Plus TV na 96 Link, lakini nikuombe tu uendelee kusubscribe, kutufollow pia kupitia mitandao yetu ya kijamii kupitia Bongo Plus TV, 96 Link na sehemu zingine zote ambazo tunapatikana, iwe ni Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, kote huko tunapatikana. Na asante pia kwa wale ambao nyinyi mkiendelea kutufuatilia, tunaona komenti zenu, na pia unatamani pia katika haya ambayo yanaendelea katika mambo ya kisiasa, unadhani ni nani hasa nafaa tukaweze kuzungumza naye ama kumhoji aweze kuelezea kwa mapana. Asante sana.